katika bonde la Abu Talib na Banu Hashim. Waislamu na wasiokuwa Waislamu walisuswa miaka mingapi? Miaka mitatu. Kulitokea nini baada ya miaka mitatu ya kususwa kwa Waislamu? Mtume Muhammad alifunuliwa na Mwenyezi Mungu kwamba makubaliano ya wakuu wa Maka yaliyobandikwa kutani mwa Baitullahi yameliwa na mtu asipokuwa jina la Mwenyezi Mungu alijaliwa. Mtume Muhammad alimwambia baba yake mdogo kwamba habari hii iliyafikisha ujumbe kwa wakuu wa Maka. Hivyo wakuu wa Maka walipoona vile limetokea, walilazimisha na mtaambini kutegua mkataba wa kuachia Waislamu warudi majumbani mwao. Pinalimugisha batale na bado nalisimlimhola nanenalimhola nanilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufika katika kambi ya Mlimani Sita, na mwanafunzi mwenzangu naomba ajitambulishe kisha nimuulize maswali. Kwa mjini naitwa Sumaya Lamia kutoka tawi la Mwakoli. Tunaanza kama ifuatavyo. Mkataba wa kususwa uliwahusu akina nani? Watu wote waliosilimu pamoja na kabila la Banu Hashim na Banu Muttalib, yaani Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Nani alikuwa katika kabila la Banu Hashim lakini hakususwa? Abdullah na familia yake. Katika bonde la Abu Talib na Banu Hashim, Waislamu na wasiokuwa Waislamu walisuswa miaka mingapi? Miaka mitatu. Kulitokea nini baada ya miaka mitatu ya kususwa kwa Waislamu? Mtume Muhammad alifunuliwa na Mwenyezi Mungu kwamba makubaliano ya wakuu wa Maka yaliyobandikwa kutani mwa Baitullahi yameliwa na mtu asipokuwa jina la Mwenyezi Mungu alijaliwa. Mtume Muhammad alimwambia baba yake mdogo kwamba habari hii iliyafikisha ujumbe kwa wakuu wa Maka. Hivyo wakuu wa Maka walipoona vile limetokea, walilazimisha na mtaambini kutegua mkataba wa kuachia Waislamu warudi majumbani mwao. Ni nani aliyechana mikataba ya kususwa? Bin Adi. Tufal bin Umar al-Dawsi mwanzoni aliposikia maneno ya Mtume alisemaje? Mimi ni mtu mzima, rafu na jozuli na ubaya, hakuna mtu anayeweza kunidanganya. Nimsikia kwanza. Hivyo alimfuata Mtume Muhammad mpaka alipofika nyumbani kwake. Alipiga hodi na kuingia. Mtume Muhammad alimkaribisha kwa furaha na tabasamu. Bwana Tufal alimweleza kile kilichomtokea tangu afike Madina Maka. Alimuomba, unasemaje mpaka watu wanakukimbia? Mtume Muhammad alimfikishia ujumbe wa Islam na kumsomea baadhi ya sura za Qur'an zilizomwasibu na alisilimu pale pale. Yeye ndo yatuumbile yatuingile uhai fatuishi mdunia yabamile tabamigwa tumuinamile kulangu safa tushukuru Mungu mmoja asiye mshirika. Mijokani ya maombi yito na majibu mitipatia imani jito ya yakola upendo wino huenea daima chatutenda kukusifu dele no tendenda kukunadi Mungu mmoja asiye mshirika. Eti open miata ole kireto iolopokin olonda uona donda kinyor iye tamayana iyok Mungu mmoja asiye mshirika.
zifanyenu tutizilole, hakika za muwaziene, ngani wai kutio chela, walangatiyo chela, mtukwiche mnope, ewe Mungu wetu, Mungu yu mmoja asiyemshika. Kila lugha ya kutaja yasifu wako uwezo, bila hata kukufuja zatolea maelezo. Ianza safari twaja, kubali vyetu vigezo, samehe vyetu viroja, tuondole vikwazo. Mungu yu mmoja asiyemshirika.